kulinganisha kama siku kama leo tulikopo na mashabiki sana wengi katika uwanja huu wa Amani. Kwa hiyo ni sisi na mashabiki wetu wanaweza kutupush kuweza kupata point 3, na kama unavyojua hapa mashindano uwanja wa nyumbani unakuwa na advantage kubwa sana ukilinganisha ukicheza away. Kwa hiyo ni sisi kama timu kuona jinsi gani tunajipanga vizuri kwenye michezo hii kuweza kushinda kila mchezo. Sisi kila muda tupo tayari, kwani tuna squad kubwa ambayo mwalimu wetu ameweza kuitengeneza. Kila mtu ambaye anapata nafasi anaweza kuonyesha kile ambacho mwalimu anakihitaji. Kwa hiyo hata mechi ziwe baada ya siku 2, nahisi kila mtu yupo tayari kuipambania Azam FC kuweza kupata point 3. Kwa hiyo muda wote sisi kama wachezaji tupo tayari, tuna group kubwa ambalo linaweza kudeliver kile ambacho mwalimu anakihitaji. Kwa hiyo ni muda wote, saa yote tunaweza kupambana, na sasa hivi tunamwangalia mpinzani aliyekopo mbele. Nahisi kupitia mchezo huu mwalimu ameona jinsi gani tulivyocheza, kuna mapungufu ambayo tumeweza kuyaonyesha na pia kuna vile vitu vizuri ambavyo tumevideliver. Kwa hiyo ni yeye kama mwalimu kupunguza yale mapungufu ili mradi kuelekea mchezo wa Manyema tukiwa vizuri. Yes, mimi nilikuwa nataka kujua kwamba kuna changamoto gani ambayo kwenye michezo yote miwili umekutana nayo, changamoto ambayo umekutana nayo kwenye michezo yote miwili ukiwa kama mchezaji kwenye pitch, ambayo hata hiyo mwalimu angekuuliza ungeweza kumwambia kwamba mwalimu kuna hichi na hichi wa kurudisha mrejesho kutoka kwake, kwa sababu mwalimu anayefundisha mpira? Kikubwa ukilinganisha mchezo wa kwanza tuli concede goli ambalo lilitokana na counter attack ambayo tulipoteza mpira, washikaji wakatushambulia kwa haraka wakaweza kupata goli. Kuanzia pale tulikuwepo makini sana. Ukilinganisha leo pia kuna nafasi ambayo counter ambao walizipata baadhi ambazo tuliweza kuzizuia. Ni sisi kama wachezaji kuona michezo hii miwili tulizizuia vipi hizo counter attack. Ukilinganisha washikaji wachezaji wana speed sana mbele na walipopo wanatumia counter. Kwa hiyo ni sisi kama wachezaji kuona jinsi gani tunayaziba hayo magap ili madi counter tuziue mapema. Na kitu gani ambacho kingine unafikiri labda kwenye mchezo mwingine mtakaocheza, hata ni kwenye ligi, ambapo unaona kabisa ili ni jambo ambalo linatakiwa mleke sawa kama wachezaji, labda maybe ili kuendelea kupata matokeo zaidi, kufunga magoli mengi? Ni sisi kama wachezaji kuanzia namba 1 mpaka namba 11 kuua mechi mapema, kumalizia mipira mapema au kupata magoli mapema. Kwa hiyo ni jambo ambalo linafanyiwa mazoezi na tutaendelea kulifanyia mazoezi sisi kama timu. Sigla. Poa. Hongera sana kwa mchezo. Asante. Tutumie English au Kiswahili? Kiswahili sawa. Kiswahili. So far mpaka sasa hivi hamjaweza kuokota pointi yoyote, na msemaji alisema kwamba alikuwa anatamani zaidi mchezo huu ndio uwe mchezo ambao angeweza kukusanya pointi angalau either iwe 1 au 3. Mmejiandaje sasa kwa experience mlioipata kuelekea michezo mingine either ya ligi au kuendelea na michuano ya kimataifa? Pande ya mchezo wa kimataifa nafikiri tushatoka tayari, lakini tunataka tupambane at least tuweze kutoka na hata kama ni alama 1 ama 3. Tuna mechi 2 ambayo imebaki, tutajitahidi tuone kama tunaweza pata 1 angalau. Tukielekea kwenye mchezo ya ligi nafikiri tumepata lessons za kutosha kwenye hii michuano ya kimataifa. So nafikiri tukienda kwenye michuano ya ligi itakuwa ni rahisi kidogo kwetu. Yes, kocha wa Nairobi United anasema kwamba anaonesha wazi kwamba michezo yenu hii mnaocheza kimataifa is more about gaining some experience ili muweze kuhamishia kwenye maeneo mengine ambayo mtakuwa mnashiriki michezo. Lakini mimi nataka kufahamu experience gani haswa ambayo mpaka sasa hivi mmeona kabisa hii ni kweli tulikuwa hatuna na hapa ndo tumeipata kwenye stage hii ya Federation. Nafikiri ukiangalia in terms of physicality nayo hatukuwa tumejipanga vizuri, sababu timu nyingi timu ambayo tumecheza nayo iko na wachezaji wadogo, nafikiri ni Azam, na umeona bado tumepoteza mechi zote 2. So nafikiri hapo in terms of physicality tunafaa tu work sana, na pia game management, na vile pia tuna approach game. Nafikiri tumepata lessons kibao. Yes, ukiwa kama mchezaji kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto kubwa sana kwenye pitch binafsi yako unavyocheza na Azam, ile mnapopishana huku umepigwa mpira wa juu chini, kitu gani ilikuwa changamoto zaidi kwako, na mpaka sasa hivi umejipanga vipi kukisolve changamoto leo kwa mechi leo? Zote 2. Nafikiri Azam wanacheza vizuri, wako na teamwork nzuri. Pande yetu nafikiri ndo bado
kuna wachezaji ambao tuliongeza, so nafikiri tunajaribu kushikana kidogo. Nafikiri changamoto ilikuwa hapa. Sawa, shukrani sana, asante kwa muda. Asante. Been good games. Losing at home, I didn't play. Learned a lot on the bench. So the tempo, the maturity, the players, opponents. Same thing today. You have to take our chances. That's the first learning process, and we don't need to do any mistakes, especially in our half when in possession. So yeah, we just need to be cautious enough to play quick and utilize our chances. Maybe tukirudi nyumbani sasa, tutaanza kuzingatia ligi, lakini kwako kama mchezaji, kama timu kwa jumla, kuwa ndani ya Confederation Cup itawasaidia vipi na mkirudi kwenye ligi kama timu? Ni experience fiti sana kwa Confederation. Kucheza hizi magame tunapata different sets of players na different maturity. Tukirudi home na believe tutatumia ile experience tumegain katika hii Confederation Cup ku encounter games zetu za ligi, na believe tuta manage kumaliza ligi on a high. Sawa, kwa michezo yote miwili ambayo umeicheza, nataka kufahamu kwako wewe upande kama mchezaji, mchezaji gani ambaye alikuwa ni favorite kwako kutokea Azam mchezo katika yote miwili, na mchezaji gani alikuwa ni favorite kwa Nairobi? Mchezaji mwenye alikuwa favorite kwa Azam kikwangu naweza sema ni Feitoto. Siza poa sana huko hivyo Nairobi. Why Feitoto? Na bado leo pia amecheza na hadi akafunga. Ni mchezaji swift na huwezi mpredict. So anapata chance, huwezi jua atafunga vipi, huwezi jua atapiga bolo wapi. Sasa ni kwa Nairobi? Kwa Nairobi kwa Nairobi United naweza sema ni au ni wewe mwenyewe? Sitaki kujichagua. Kwa Nairobi. Asini wapoa, siwezi chagua mtu, siwezi sema ati nitachagua huyu juu na believe katika kila mchezaji wa timu yetu. Yeah. Si wote ni wapoa. Shukran. Thank you. Wasalimie sana Kenya. Safi. Yeah.